Hallelujah, praise the Lord. Watu wa Bwana, nimeokoka. Kristo ni Bwana. Naitwa mhubiri Irene Wanjiku. Tuombe tusikie neno. Baba, kwa jina la Yesu, bariki neno lako tunapoenda kulishia na watu wako. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Ninataka kufundisha kuhusu benefit of Holy Spirit. Neno hiyo iko katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1 mstari wake wa 4, wa 5 na wa 8. Inasema inaanza hivi: wakati mmoja alipokuwa pamoja nao aliwapa amri hii: msitoke Yerusalemu, bali igojeni ahadi ya Baba ambayo mumenisikia nikisema habari yake. Yohana aliwabatiza kwa maji, lakini baada ya siku chache mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Haya, turuka mstari wa 8. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajiria juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Uyahudi kote na Samaria, hadi miisho ya dunia. Hiyo ndio scripture reference ya hii message. Ni message nataka kufundisha kuhusu Roho wa Bwana. Watu wa Mungu, huyu ni Bwana yetu Yesu Kristo aliambia mitume wake ati wasitoke Jerusalem mpaka wapokee ahadi ile waliahidiwa. Bwana Yesu aliwaahidi, alikuwa amewaahidi watapokea Roho ndio Yesu akiondoka. Wakati Yesu hakuwa amekufa, hawakuwa wamepokea Roho, lakini aliwaambia atakaporudi mbinguni akiwa kukua kama Mungu, wewe akiwa amemaliza kazi yake ya kukomboa mwanadamu, watu wa Mungu aliwaambia watapokea Roho. Kwa nini waliambiwa wapokee Roho? Na hiyo mstari wa 8 unasema nini? Ati mtapokea nguvu Roho Mtakatifu atakapokuja juu yenu. Watu wa Mungu, Roho ni kwa nini Yesu akawaambia hivyo? Tunaona mtu kama Petro, before wapawe Roho, alikana Yesu na alikuwa anampenda, walikuwa wanapendana na Yesu, na akaambia Yesu, wewe hata watu wote wakikuacha mimi sitakuacha, kwa sababu ya upendo. Lakini hakuweza kutimiza hiyo, alimukana wakati shida ilikuja. Na the same Petro tunamuona akienda kusurubishwa kwa ajili ya Bwana. Unaona watu wa Mungu, akakamatwa na hakuweza kunyamazishwa. Alikuwa ananyamazishwa, anatisiwa kuuawa kwa ajili ya kuhubiri huyu Bwana yetu Yesu Kristo. Lakini kwa sababu ya kujaa Roho, alikuwa na uwezo wa kukazana na akaweka foundation, akamaliza kazi ile alikuwa amepewa na Bwana. Unaona watu wa Mungu, the same Petro aliyedisoni Yesu tunamuona akisurubishwa kwa ajili ya huyu Bwana, akiwekwa korokoroni kwa ajili ya huyu Bwana na haachi. Unaona, lakini wakati kabla ajae Roho alimukana Yesu. Na wewe bila Roho utamukana Yesu. Haijalishi kuapa kule utaapa, kuacha dhambi nini, solution iko katika kujaa Roho. Tafuta Roho kama hujajawa. Na watu wa Mungu, tukiendelea na hii message, nataka kukwambia Roho Mtakatifu, it is not about speaking in tongue alone. Unaona watu wa Mungu, hiyo ni sign, ni step moja, ni sign tu kidogo kunena na Roho. Kuna watu wananena na Roho na lugha, lakini Roho hawana Roho, kwa sababu ile maovu iko nayo. Unataka kujua mtu ambaye amejaa Roho ama wewe, tafuta matunda ya Roho katika kitabu cha Galatians. Inaona yote 9 tunda la Roho 9
utaona utajipima nayo kama uko nayo. Unaona watu wa Mungu, katika kitabu cha Galatians inaongelelea kuhusu nini? Matunda ya Roho. Unaona ni furaha, joy, uvumilivu, mambo kama hayo, self control, mambo kama hayo. Watu wa Mungu, mtu aliye na Roho Mtakatifu hawezi haribu mtu. Angalieni watu wa Mungu mambo vile imekuwa. Kwa nini wewe utake kujaa Roho? Ni kwa sababu neno kwa hiyo mstari wa 5 unasema mutabatizwa na Roho, na ukisapokea Roho, hapo ndio unakuwa na uwezo wa kubatizwa na moto. Roho ni moto. Urao, unaona watu wa Mungu, kwa nini tutake Roho? Watu wa Mungu, ndio kitu ya kwanza tuweze kukaa maisha matakatifu. Bila Roho hauwezi ukatoboa kwa maisha matakatifu. Huwezi ukakaa na utakatifu na kujaa na Roho. Ni Roho, sio lugha. Unaona, mimi siongelelei kujaa kunena na lugha, mimi naongelelea kunena kujazwa na Roho. Unaona watu wa Mungu, may God have mercy upon us. Lugha ni nzuri, ni saini umejaa, lakini ribabu saka taramazaya. Kwa nini watu waovu tunawaona? Hata watumishi waliomuacha Mungu na wananena na lugha kwa madhabahu. Ni nini hiyo? Hizo lugha ni nini hizo? Na wamejaa uovu, they are devil worshiper. Wengine wamejoin Illuminati, ribabu saka taramazaya, ndio hao wanaanikwa saa hii. Hiyo yote tulifunuliwa kitabu sana, lakini tukajinyamasia. Saa hii hiyo ya wachungaji hao wameanikwa. Ni kwa nini tutake Roho? Angalieni wachungaji tuliokuwa na tumaini na wao ndio hao, kumbe hawajakuwa na Mungu, walimuacha Mungu kitabu, they backslided, ribabu saka taramazaya, lakini hawajakuwa na uwezo wa kuoga na kumrudia Bwana. May God have mercy upon us. Jehova Mungu, watu wa Bwana, ni lazima tukasane kujazwa na Roho. Ni kwa sababu ya maovu yale yamejaa. Wewe bila Roho utarogwa, utarogeka, lakini tukijaa Roho, watu wa Mungu, tutakuwa na uwezo wa kushinda. Kuna mtu huwezi mroga, kuna mtu huwezi igilia. Wewe mama uko na doa yako itaenda. Unaona, unapewa doa, unarudi unanyang'anywa aje? Unaachilia mwanamke akuje. Hakuna mtu kama huu, hakuna kitu kama hiyo inafaa. Jaa Roho mama, usimame niyo doa yako, rubu saka taramazaya, uondoe hiyo mimba yote, hiyo mimba ya wanawake yote wanakuja kukusubua hapo. Unaona watu wa Mungu, may God have mercy. Wewe pastor, jaa Roho. Kanisa, wewe unafugiwa, tujae Roho. Kwa nini bado tunafugiwa? Hairi ni ajae Roho, nipate followers, subscriber na usubscribe kwa hii YouTube yangu. Unaona, tujae Roho. Hatujajaa Roho, hatujajaa. Kujaa ni kila siku, kama vile tunatafuta pesa kila siku. Watu wa Mungu, haitoshi. Hivyo ndivyo Roho hatoshi. Ribabu saka taramazaya, aisikia hairi ni anaongeaga na lugha, amejaa kiasi kidogo sana, lakini nataka kujaa kabisa. Hata mtu akienda tu kuniplania maovu, ninamwangamiza kama kitu kingine. Roho aliye ndani yangu, kwa ajili ya Roho aliye ndani yangu. Na wewe mama, na wewe ndugu, na wewe msichana, na wewe nini, unazuiliwa ndoa yako aje? Ndugu, unazuiliwa aje? Ni kwa sababu huna Roho. Kontararabozaya, watu wamefungiwa. Sasa tutafanya nini? Wachungaji ndio hao, wengi wao wamejoin Illuminati, walimuacha Bwana, wanabedea power sa kutumaintain huko, watu pole pesa zetu. Unaona watu wa Mungu, wapole watu pesa zao. My God, likantarabozaya, ndio waweze wasipoteze washirika, lakini hawajali. Satani hana baraka, hawezi bariki. Na ndiposa unaona watu wanalia, walitoa pesa kwa watumishi fulani na wakabaki maskini. Ni kwa sababu huyo mchungaji hana Roho, alimuacha Mungu mwenye baraka. Hata ukienda kumtoa ati ni mchungaji, lakini kumbe watu wamekuwa wakijitolea pesa zao kwa wachungaji hawa wabarikiwe, lakini kumbe hii wachungaji hawana Mungu. Na ndiposa ninakwambia ujae Roho. Si ate uhame kanisa, ni ujue kukaa. Wana wa Israeli Babylon, akina Shadraka, Meshaki, Abednego, Danieli, Jews, wale wote walikuwa Babylon. Watu wa Mungu walishinda ni kwa ajili ya kujaa Roho. Kanisa silienda Babylon. Angalieni wachungaji kama hao, madevil worshiper,
Unaona, na Mungu hajakutoa kwa huyo mchungaji. Unafikiria bila roho utatoboa? Wana wa Israeli kama hawakuwa full of Holy Ghost, moto ungezimwa na nini? Riba Bosaya waliambiwa wainamie statu na wagainamia wameisha. Ndio wewe uwe na uwezo wa kuambia pasta wako hapana, no matter the matter. Wakitaka kukufukuza wakufukuse. Ukiwa full of Holy Ghost utaenda na hautakaa nyumbani. Watu wale wanakaa nyumbani. Esther, my friend, wewe ulikosewa kule ulikuwa. Sasa ukaenda nyumbani. Esther Jehia. Unaona, watu wa Mungu walikwazwa na mchungaji fulani. Unaona, yeye akakaa nyumbani, haendagi ati makanisa. Hapana, sisemi watu warade makanisa, lakini ukikosewa kanisa moja uliza Mungu utaenda wapi? Unaona, utaenda kanisa gani? Mimi nilienda kwa Bishop Harrison. Oh God, my God, Ribabosaka Taramazaya, Mungu atuhurumie. Kutoka kwa Bishop Duncan, si kukosewa ni Mungu. Niende Babylon. Unaona, ndio niende Babylon. Kwa sababu upendo ule tulikuwa nayo na Bishop Duncan na mke wake na washirika, singeweza kuadalika. Bwana hangepata nafasi ya kuniandaa ni kuhubiria injili siku kama siku ya leo. Tunapatana watu wa Mungu. May God have mercy. Usikae nyumbani. Jaa roho, ndio wewe kwenu kanisani ukifukuzwa ama ukimanipuletiwa hautaweza. Daniel walikataa hata wakiwa kwa nchi ya ugeni. Walikataa kwa kujaa roho, na kwa sababu ya kujaa roho simba wakanyamazishwa. Mungu hata walipotupwa na Mungu akatukuka. Wewe utatukuza Mungu wako aje bila roho? Jaa roho ndio uweze. Mtu akikupeleka kwa waganga kukuroga, akikumadefospa hao wakijaribu kukusacrifice, oh God, hata Shetani mwenyewe anawaambia jaribu mwingine, don't sacrifice this one. Usijaribu kutouch this one. Oh God, Liba Bosaya, tujae roho, watoto wangu mujae roho, my sibling jaeni roho, my follower jaa roho. Makuta Ramazaka Taramazaya, jaa roho. Mtu akijaribu kukuroga unakosa. Pesa hakuna, jaa roho, tujae roho tupate pesa. Unaona watu wa Mungu, tujae roho tuolewe, wa kuolewa aolewe. Aache kuzuiliwa ndoa yake. Tujae roho tuinue madhabahu. Tuwe na kanisa. My God, sitahubiri online wakati wowote. Lima Saka Taramazaya, na usubscribe to my YouTube, Irene Wajiko Sermon. Please subscribe this channel. Unaona watu wa Mungu, damu dhaidha. Subscribe this channel. Na muitisa kusubscribe. Unaona watu wa Mungu, offering hata kama nataka, lakini subscribe pia. Unaona watu wa Mungu, kama huna offering ama wakati wako haujafika wa kunisupport, then subscribe. Hiyo ni sawa. Ni free. Subscribe, ikia YouTube, uandike hiyo jina Irene Wajiko Sermon, itakuletea hiyo picha nimekuwekea hapo na utanisubscribea. Nitashukuru Bwana na atakubariki. Watu wa Mungu, neno ya leo ni kujaa roho. Tujae roho ndio tuepuke manipulation ya wanadamu. Hakuna mtu wa kutegemea siku hizi. Ndio hao wachungaji tuliokuwa na hope nao wanatupeleka mbinguni. Sasa walidivide, walikaachana na Bwana. Sasa utasema utafanya nini? Unaona watu wa Mungu, ndio uweze kuwa na discernment spirit. Udisani ile ya Mungu. Ndio udisani wakati wa Mungu ukifika wa kuondoka kwa makanisa kama hiyo ya madevil hospa. Unaona watu wa Mungu, utafanya nini? Bila roho utaweza kujua aje? My God, may God have mercy. Tunapatana watu wa Mungu. Mungu wetu atuhurumie. Tujae roho. Rima Saka Taramazaya, ndio tuweze kumtumikia. Wewe Shetani atakutega, utakaa na kulibenti kila saa. Nimefanya brada tena. Sasa huyo ni mtu hana roho. Nimefanya brada kama ya jana. Nimefanya brada tena. Oh God, God gani? Wewe ni roho una. Ndio unafanya mistake. Maajali ya kiroho ni kwa ajili ya roho, ya kukosa roho. Mtu anaruka baraka zake akiwa hana roho. Unaona wewe unagojea nini? Hewa. Unagojea hewa, ukugojea mchungaji aliye backslide ati akusaidie. Sasa upcoming tutagojea wachungaji walio backslide watuinue.
watu support riba busaka taramazaya, watu salishe. Hakuna, hawezi. Ni kutuua, atatuua tusipojaa roho. Akikuja kuua vipawa zako, akikuja kukumanipulate, unamuinua kama kitu kingine. Tunapatana watu wa Mungu, unamuinua kama kitu kingine. My God, hata awe mkubwa aje, ukiwa umejaa roho, na anakuja kuondoa mapenzi ya Bwana kwako, anataka kukufanya hero material, anataka kukufanya nothing. Unaona watu wa Mungu, may God have mercy, may God fill us with the Holy Ghost, atujaze kabisa, ndio tuepuke manipulation hizi. Unaona, Shadraka, Meshaki na Abednego waliambia mfalme, uishi mfalme, lakini Mungu wetu atatuokoa, na asipotuokoa hatutainamia Mungu wako. Wewe hata kanisani utainamishwa miungu, utapewa machakula meza ya Bwana takataka, ndio uweze kujua ikiletwa wewe unaitupa chini. My God, likantarabozaya. Usiende kupelekea mchungaji kichwa yako ambaye ni backslider, robo saka taramazaya, ndio uweze kujua kukaa na wachungaji hao wameanguka. Oh God, lima saka taramazaya na sika tae babo zeke taramazaya. Bila Roho Mtakatifu utafungiwa. Pasta mwenye anataka ufanye mapenzi yake na si wa Mungu, hayuko kwa Mungu, aliacha Mungu, wewe mtapatana aje? Ndio uweze kukataa kama Shadraka, Meshaki na Abednego walikataa. Ndio uweze kumtumikia Bwana vizuri kama Petro. Ndio alimkana Yesu lakini hakuwa na roho, na wewe utamkana Yesu mara mingi sana. Utakanzo vao zako. Unaona watu wa Mungu, riba bosaya, kwa sababu unalia machozi mingi. Utaacha dhambi, unampenda Bwana lakini unajikuta kwa dhambi. Ni roho huna. Ja roho utembee na utakatifu. Ja roho upate pesa. Tuje roho tutembee na power of Holy Ghost. Sio kuroga ovyo ovyo, sio kunyang'anywa baraka zako ovyo ovyo. My God, tusaidie. Na mimi sijajaa, hata mimi sijajaa, natafuta, namulilia Bwana anijaze. Sijajaa, niko na kidogo sana watu wa Mungu. Nimejazwa roho kidogo sana, nataka kujazwa kabisa. Nitembee na power, si niharibu watu. Nitembee na power, nitembee na hedge of fire kwa ajili ya kujaa roho. Mtu akija kunigeuza tu anakipata, na muinua hapo na nguvu za Bwana. Mpaka Shetani anaogopa Mungu. Unaona, ni wanadamu hawaogopi Mungu. Na ni sisi tumekaa hivi, tusilale kiroho. Watu wa Mungu, tumulilia Bwana kila siku kwa ajili ya kujaa roho. Tafuta roho vile urali bila kutafuta pesa. Unamuaminia Bwana kila siku. Na sasa ukiaminia Bwana siku hii pesa pande hii aminia Mungu Roho Mtakatifu. Tamani kujazwa. Tutamani kujazwa kila siku, tujae roho kabisa, ndio tutembee na power. Unaona, remnant of God lazima tudecide. Unaona watu wa Mungu, lazima tudecide. Neno ni hiyo, kujazwa na roho. Benefits za kujaa roho, huwezi rogeka. Benefit za kujaa roho, Shetani hawezi akakugandamisha, hawezi akakutumikiza kwa nguvu zake za giza. Unaona watu wa Mungu, may God have mercy. Ndio tuside hii Illuminati. Wewe unacheza na nguvu za giza. Mtumishi aliye na mafuta ya Bwana akabackslide, badala ya kwenda msalabani akaendea Shetani. Hiyo mafuta akaipelekea Shetani. Ukuu wake vile alikuwa mkuu, ameanguka. Wengine wameanguka wakiwa wakubwa sana katika ufalme wa Mungu baada ya kuinuliwa. Sasa kwa Shetani wako wakubwa namna hiyo. Sasa angalia, Shetani anatumia hiyo mafuta ya Bwana kuharibu watu. Angalia wachungaji wengine kama hao ndio wameua watu wengi sana, kwa sababu kuua kwao ni kama kufuga macho kufugua. Ja roho ndio usisacrifice. Ja roho wache kugandamishwa. Ja roho usipeanwe kwa Shetani. My God, likatarara mazaya. Mungu atuhurumie. Neno ni hiyo, tujae roho. Baba, kwa jina la Yesu saidia.
tusaidie kujaa roho, my God, ribabuzakatai. Baba, tujaze roko teramazaya. Manipulation hii itatumaliza. Hakuna mahali tutaenda bila kujaa roho. Tutafugiwa na tutafungwa kabisa. Baba, hatutakutumikia. Bwana, tusaidie. Baba wa mbinguni, naombea watu hawa, yeyote atakayefikiwa na hii message, Baba wa mbinguni, awe na tamani ya kujaa roho. Tujae roho Baba, ndio tukae na utakatifu. Tujae roho, tupate baraka za aina yote Baba, na tushinde mauchawi hii yote Baba ya watu wako Baba, waliokuacha Baba na wakajoini Satan, ndio tuweze kumshinda Satan na maifo powers yake. Na ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Tutafikisha hapo na kuomba usubscribe kwa YouTube yangu hii Irene Wanjiku Sermons. Ni subscribe hii YouTube ndio iweze kugrow, iniwezeshe kumtumikia Mungu vizuri. Jaa roho, omba roho, jiobe kujaa na roho. Bye bye, God bless you. Ninayo sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu. Bye bye, God bless you.